mlango huu wazungumzia fadhila ya kufunga siku ya Arafa ambayo ni tarehe 9 ya Dhulhijja na Ashura ambayo ni tarehe 10 ya Muharram wa Tasu'a ambayo ni tarehe 9 ya Muharram. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه الإمام مسلم. مما يستفاد من الحديث Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa kuhusu kufunga siku ya Arafa, akasema anayefunga siku ya Arafa fadhila yake ni kuwa atasamehewa madhambi ya mwaka uliopita na madhambi ya mwaka utakaokuja. مما يستفاد من الحديث فضيلة صوم عرفة لغير الحاج. فضيلة صوم عرفة لغير الحاج، فضلا يكفون عرفة ويولي ambaye hayuko katika ibada ya hija, لأنه يكفر ذنوب سنتين، وسبب ni sababu ya mtu kusamehewa na madhambi ya miaka miwili. Na hapa yanayokusudiwa ni as-saghair, ni madhambi madogo. Amma al-kaba'ir fala budda min tauba, amma dhambi makubwa lazima mtu afanye tauba sadiqa. ثانيا ساعة رحمة رب العالمين، حيث رتب الثواب الجزيل على العمل اليسير. ساعة رحمة رب العالمين، وكنجوف ورحمة يا الله سبحانه وتعالى مولى ولمنقوت ولمليزي ولمنقوت، حيث رتب الثواب الجزيل على العمل اليسير. تزاما ameweka malipo makubwa kwenye amali nyepesi sahali. Siku moja tu ukifunga wasamehewa madhambi ya mwaka uliopita na yatakayokuja. Wanaoviona wasema siri ya kusamehewa anayefunga Arafa madhambi ya mwaka mzima uliopita na mwaka mzima utakaokuja ni kwa sababu wataja katika yale wanaotaja wanaovioni, wasema kuwa kwa sababu siku ya Arafa iko katika mwezi wa Dhulhijja, na kabla yake ilikuwa ni mwezi gani? Naam, Dhulqa'da, na Dhulqa'da ni katika ashhurul hurum, sio? Na mbele yake kuna mwezi gani? Mwezi Dhulhijja, mbele yake kuna Muharram, na Muharram pia ni katika ashhurul hurum. Kwa hiyo kuna ashhurul hurum mbili zimezunguka Dhulhijja. Kwa hiyo ndio akasema kwa fadhila ya ile ashhurul hurum akasamehewa mwaka uliopita na mwaka utakokuja. Kama vile Ashura asemehewa mwaka miaka mingapi asemehewa? Tutasoma hapa sasa hivi hadithi. Lakini Ashura yukaffiru sanata almadhiya. Kwa nini? Kwa sababu iko kwenye Muharram, na Muharram nyuma yake kuna Dhulhijja ambao ni katika ashhurul hurum, lakini mbele yake hakuna ashhurul hurum. Kwa hivyo ikawa ajiri yake asamewa mwaka mzima uliopita kwa sababu ya fadhila ya ashhur al-hurum. Hii ni katika kauli wanazozitaja wanaovioni ya kueleza kwa nini fadhila kubwa kama hii imepewa siku ya Arafa. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. Mtume صلى الله عليه وسلم alifunga siku ya Ashura na akaamrisha watu kufunga. muttafaqun alayhi. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء. Mtume صلى الله عليه وسلم aliulizwa kuhusu fadhila ya kufunga siku ya Ashura, فقال يكفر السنة الماضية. رواه مسلم. akasema anayefunga Ashura husamehewa madhambi ya mwaka mzima uliopita. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع رواه مسلم. Mtume صلى الله عليه وسلم alipoambiwa kuwa siku ya Ashura ni siku ambayo Mayahudi huadhimisha, akasema nikiishi mpaka mwaka utakaokuja nitafunga siku ya 9, bimaana pamoja na ya 10. Lakini hakuwahi kuishi Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka huo mwaka uliokuja. Mima istafadu min al-ahadith, katika fawaid zinazopatikana katika hadithi hizi tulizozitaja 3: fadilatu siyami yawmi ashura, fadla ya kufunga siku ya Ashura, wa annahu yukaffiru as-sayyi'at lisanatin madhiya, na kuwa ni sababu ya mtu kusamehewa makosa ya mwaka uliopita. fadilatu siyami yawmi ashura wa annahu yukaffiru sayyi'at lisanatin madhiya. فيه استحباب صيام تاسوعاء مع عاشوراء مخالفة لأهل الكتاب. فيه استحباب صيام تاسوعاء مع عاشوراء، kuna kupendekezwa kufunga tarehe 9 na tarehe 10 ya mwezi wa Muharram ili kuwa khalifu ahli alkitab, مخالفة لأهل الكتاب. يوم عاشوراء هو العاشر من المحرم. sote tufahamu kuwa siku ya Ashura ni siku ya 10 ya Muharram. Lau kama mtu atafunga siku ya 10 peke yake yatosheleza. وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم والله أعلم أن لا كراهة في ذلك، hakuna karaha. Mtume sallallahu aliwahi kufunga hiyo tarehe 10 peke yake, lakini ni bora zaidi akifunga na tarehe 9. Ni bora zaidi akifunga na tarehe 9. Kwa hivyo yapendekezwa kufunga siku hii. Kwa nini yapendekezwa kufunga siku hii? Wataja ulama yustahabu siyamuhu shukran lillahi ta'ala. Yapendekezwa kufunga siku ya Ashura kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, lianna fihi najja Allahu Musa wa qaumahu, kwa sababu katika siku hii ya Ashura Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa Musa na watu wake, wa aghraqa Firauna wa qaumahu, na akamzamisha maji Firaun na jamaa zake na jeshi lake katika tarehe hii. Kwa hivyo sisi tufunga kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika hili. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga Ashura kuanzia alipokuwa Makka kabla ya kwenda Madina, sababu ni jambo ambalo Makuraish pia walikuwa wakifunga. Alipokwenda Madina akawa yuendelea kufunga, akasikia habari kwa Mayahudi pia wafunga. Kwa nini mwafunga? Kwa sababu ndio siku ambayo Allah alimuokoa Musa, sisi tufunga shukran lillah. Mtume sallallahu alaihi wasallam nahnu haqqu bi Musa, wala hakufunga baada ya kuuliza Mayahudi, tayari alikuwa yufunga. Sasa kuna baadhi ya ahlul bid'ah waitumia hii kwa eti ni hoja ya kuzua katika dini. Sasa aliyefanya hivyo ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallam pia yuzua, ama nyie alichokifanya Mtume sallam kwa ni bid'ah? Khurafiyun ya Allahu musta'an. Almuhim wao watumia kwa ni hoja. Mtume sallam aliwaiga Mayahudi, kwa hivyo na sisi pia tuiga Krismasi, tusherehekea mazazi ya Mtume sallam, tuwaiga Manasara. La 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 la, bali katika malengo makubwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiyachunga ni kuwa khalifu hao, na ndio maana akasema nikiishi nitafunga ya 9. Kwa nini? Atakuwa khalifu, sio kujifananisha na wao, ataka kuwa khalifu katika hilo. Wallahu musta'an.